Kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanafuatilia kuhusiana na makala mbalimbali, ninaamini umeshawahi kukutana na baadhi ya makala ambazo zimekuwa zikielezea miujiza na maajabu ya mwanadamu kutembea bila kuvaa viatu katika ardhi. Zipo siri mbalimbali ambazo zimejificha ndani ya kitendo cha mwanadamu kutembea katika ardhi bila kuvaa viatu. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia siri ambazo zimejificha katika kitendo cha mwanadamu kutembea ardhini bila kuvaa viatu. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri za kutembea bila viatu katika uso wa dunia. Namba 1, unapotembea ardhini bila kuvaa viatu, unaunganisha mwili na nguvu za dunia. Moja kati ya siri ambazo asilimia kubwa ya wanadamu hawazijui ni kuwa ulimwengu una nguvu. Mwanadamu ameumbwa katika namna ambayo mwili wake, ili uwe na msawazo wa umeme, basi ni lazima ajiunganishe na nguvu ya ulimwengu. Kwani kuna wakati ambao mwanadamu anaweza asiwe na umeme ambao upo katika msawazo katika mwili wake, aidha umeme ambao umezidi. Na utajuaje kama umeme umezidi katika mwili wako? Ni pale ambapo utakuwa unapigwa shoti na baadhi ya vitu ambavyo havina umeme. Kuna baadhi ya watu hata ukiwagusa unajisikia ni kama umepigwa shoti. Watu hawa watakapoanza kutembea bila viatu, hali hiyo itatoweka katika miili yao, kwa sababu umeme ambao upo katika dunia utaleta msawazo katika miili yao, na kuanzia hapo miili yao itapokea umeme wa asili ambao unasaidia kusawazisha nishati katika miili yao. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao huwa wanahisi kupigwa shoti wanapogusa vitu mbalimbali hata visivyokuwa na umeme, ujue mwili wako hauna msawazo wa nishati. Ni vema ukafanya mazoezi ya kutembea bila viatu walau mara 3 kwa wiki. Namba 2, kutembea bila kuvaa viatu katika uso wa dunia kunapunguza msongo wa mawazo. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya wanadamu wajikute wakiishi katika msongo wa mawazo ni kukosa utulivu wa akili. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikithibitisha kuwa pindi mwanadamu atakapoanza zoezi la kutembea katika uso wa dunia bila kuvaa viatu, ni wazi kuwa atapata utulivu wa akili, kwa sababu hata homoni zake zitaweza kuwa katika msawazo ambao unatakiwa. Namba 3, hurekebisha kiwango cha mwanadamu kupata usingizi. Moja kati ya vitu ambavyo binadamu wengi hawavijui ni kuwa mawasiliano ya umeme wa dunia hupunguza homoni za mfadhaiko na kusaidia mwanadamu kulala vizuri. Kwani mara nyingi wanadamu walioelemewa na homoni za mfadhaiko ni watu ambao hata wanapolala hawawezi kupata usingizi mzuri kama binadamu ambao homoni hizi hazizalishwi kwa wingi katika miili yao. Hivyo utakapoanza zoezi la kutembea bila kuvaa viatu katika uso wa dunia, ukifanya hivyo walau mara 3 kwa wiki kwa nusu saa tu, amini usiamini, ndani ya mwili wako homoni ambazo hupelekea ukapata mfadhaiko kiasi cha kukosa usingizi hazitozalishwa. Badala yake homoni ambazo zinasapoti usingizi zitazalishwa kwa wingi kwenye mwili wako. Namba 4, kutembea bila viatu kwenye uso wa dunia huongeza mzunguko wa damu katika mishipa. Muunganiko wa mwili wako na ardhi huleta msisimko wa moja kwa moja katika mishipa yako ya damu, jambo ambalo hupelekea damu yako izunguke na kusambaa vizuri katika mwili wako. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani mzunguko wa damu uwe katika kiwango ambacho kinatakiwa, hakikisha unatenga walau siku 3 za kutembea bila viatu kwenye uso wa dunia. Namba 5, kutembea bila kuvaa viatu
kunaimarisha misuli ya miguu. Pamoja na kuwa mwanadamu anahitaji lishe bora ili aweze kuimarisha misuli mbalimbali katika mwili wake, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kitendo cha mwanadamu kutembea katika uso wa dunia bila kuvaa viatu kinaweza kuimarisha misuli pamoja na mifupa ya miguu. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanatamani kuipata faida hii, tenga siku kadhaa, walau katika siku hizo ambazo umezitenga, tumia dakika 15 mpaka 30 kutembea bila viatu, utakwenda kuzipata faida hizo. Namba 6. Hupunguza maumivu mbalimbali ya viungo katika mwili wa mwanadamu. Kuna baadhi ya nyakati ambazo mwanadamu anaweza kuanza kupata maumivu katika viungo mbalimbali, kwa mfano kwenye magoti au maumivu ya mgongo. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha miongoni mwa sababu ambazo hupelekea wanadamu wengi wapate maumivu katika maeneo hayo ni mlundikano wa sumu mwilini. Basi, tafiti hizo zimebainisha kuwa pindi mwanadamu anapokuwa anatembea bila viatu, anapunguza mrundikano wa sumu mwilini, jambo ambalo humpa nafuu katika maumivu ya viungo ambavyo huwa anavipata, hasa maumivu ya mgongo. Hivyo, kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kuzipata faida hizi, jifunze kutembea bila viatu walau mara moja katika wiki. Namba 7. Kadri mwanadamu anavyozidi kutembea katika ardhi bila kuvaa viatu, ndivyo anavyozidi kuimarisha kinga yake ya mwili. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wenye kawaida ya kutembea katika uso wa ardhi bila kuvaa viatu, kinga zao huwa zinakuwa imara kuliko binadamu wengine. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanahitaji kuimarisha kinga zao za mwili, penda kutembea mara moja katika uso wa ardhi bila kuvaa viatu. Namba 8. Huondoa nguvu mbaya katika mwili wa mwanadamu. Zipo baadhi ya nyakati ambazo mwanadamu anaweza kuwa anaandamwa na negative energy katika mwili wake, na huo ni wakati ambao mwanadamu anakuwa anapatwa na vitu vibaya kama kuandamwa na mikosi pamoja na bahati mbaya ambazo hazieleweki sababu yake ni nini. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, negative energy ni miongoni mwa vitu ambavyo hupelekea baadhi ya wanadamu waandamwe na mambo mabaya kwenye maisha yao. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha wanadamu wengi ambao wana kawaida ya kutenga muda na kutembea kwenye uso wa ardhi bila kuvaa viatu ni binadamu ambao katika miili yao nguvu mbaya huondoka na kisha nguvu nzuri, yani positive energy, huanza kuishi ndani yao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kupata faida hii, anza kutembea bila kuvaa viatu katika baadhi ya siku kwenye maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Bila shaka kuanzia leo utaanza zoezi la kutembea bila kuvaa viatu, kwa sababu kutembea bila kuvaa viatu kuna faida mbalimbali zaidi hata ya hizi ambazo nimezielezea katika video hii. Tukutane tena katika video ijayo.